Rai yangu kwenu wa Tanzania, hawa wana mpango ulio kamili na ninyi hamujui. Msiwatengenezee mazingira ya kutekeleza mpango wao. Hao vijana wao waliotuma kuratibu haya na wale wengine waliotuma kama yule tuliyemkamata na silaha, wanasubiri mikusanyiko ya watu waue vijana wa Kitanzania, halafu walalamike, halafu wao walipwe kwa Watanzania wetu kufa. Hii Watanzania wote tuikatae. Maisha ya Mtanzania hayanunuliwi kwa fedha yeyote. Maisha ya kijana wa Kitanzania hayauzwi na wala hayanunuliwi kwa fedha yeyote. Tukatae wale wanaotaka kufanyia biashara maisha ya Watanzania. Hiyo tuikatae. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, wala tusibishane kuhusu mikutano ya vyama vya siasa. Hiyo ipo kikatiba, ipo tu. Sasa hivi tushughulikie jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa Watanzania na usalama wa hao walioko kwenye hivyo vyama vya siasa. Tudhibiti michezo ya wahalifu. Tutafanyia kazi hatua kwa hatua. Tumeshakamata watu wa kutosha, hawa ambao walitumwa kuratibu na wale ambao wamepewa na silaha. Mwingine mmoja yule tena hata sio raia, ameingia na yuko na mabomu, na yeye tumemkamata. Watatuambia kila kitu. Watatuambia kila kitu. Na wale wanaolipwa kazi yao ni hiyo tu. Vijana wenzangu, wewe unakubalije mwenzio yeye analipwa kila mwezi, analipwa mamilioni ya pesa, wewe anaje ya kushawishi tu kwamba siku hiyo twende ufanye hivi, siku hilo twende ufanye hivi. Anakuletea kijipeperushi, yeye amepewa hela. Haya tuwezi tukakubaliana hivi. Yaani milioni 5, mwenzao miezi 10 tu ana milioni 50. Yule mwingine amepewa na ameahidiwa dola milioni 1. Dola milioni 1 kama watu watakufa wengi. Hatuwezi tukauza maisha ya Watanzania namna hiyo. Na wala hatuwezi tukaruhusu mambo ya aina hiyo. Hatuwezi tukaruhusu mtu afanyie biashara maisha ya Watanzania. Kinachotafutwa nini? Rasilimali. Anayebisha hili na yeye hana hizi taarifa sisi ambazo tumewakamata hawa, atuambie ana mpango gani? Atuelezee ana mpango gani? Atuambie ana mpango gani? Sisi tumewakamata wanaolipwa na ambao wanaratibu, tumewakamata. Tumekamata na yule alikuwa anaingia na silaha, tumekamata na wale wengine wenye silaha. Tumekamata na mwingine alikuwa anatengeneza mabomu ya asili, tumekamata. Wewe unayetaka tuache uholela, huku kuna watu tumeona wanaratibu jambo la aina, una maslahi gani na jambo hilo?